Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, na kukaribisha tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunazitazama ahadi za Mungu katika maisha yetu. Tuko katika kitabu cha Kutoka, tumefika sura ya 6 sasa. Sura ya 6 tutaanza mstari wa kwanza, tuone ahadi nyingine. Bwana akamwambia Musa, sasa utaona nitakavyomtenda Farao. Sasa utaona nitakavyomtenda Farao. Maana kwa mkono hodari atawapa ruhusa kwenda zao, na kwa mkono hodari atawafukuza katika nchi yake. Kisha Mungu akasema na Musa akamwambia, mimi ni Yehova, nami nilimtokea Ibrahimu na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Tena nimelithibitisha agano langu nao la kuwapa nchi ya Kanaani, nchi ya kukaa kwao hali ya ugeni, na zaidi ya hayo nimesikia kuugua kwao wana wa Israeli ambao Wamisri wanawatumikisha, nami nimelikumbuka agano langu. Basi waambie wana wa Israeli, mimi ni Yehova, nami nitawatoa ninyi mtoke katika nchi ya mizigo ya Wamisri, nami nitawatoa mtoke chini ya mizigo ya Wamisri, nami nitawaokoa na utumwa wao, nami nitawakomboa kwa mkono ulionyooshwa na kwa hukumu kubwa. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, haleluya! Bila shaka unafuatana nami ni ombi langu uendelee kufuatana nami upate faida katika kuyatazama mambo haya. Tunazitazama ahadi za Mungu kwetu, na hapa tumekutana na ahadi nyingine. Musa anaambiwa na Bwana, sasa utaona nitakavyomtenda Farao. Sasa utaona, hii ni ahadi. Halikuwa jambo la wakati ule, lakini jambo lijalo, kwamba sasa ataona. Maana yake anamwambia, wakati mnakuja sasa utaona kwa macho yako jinsi nitakavyoifanya Misri na Farao mwenyewe. Kwa hiyo utaona, maana kwa mkono hodari nitawatoa mtoke katika nchi ya mateso. Kwa mkono hodari Farao na mwenyewe atawaambia, ondokeni hapa kwangu, maana mmekuwa wasumbufu. Sasa hii ni ahadi, sasa utaona. Lakini jambo la pili, kisha Mungu akasema na Musa akamwambia, mimi ni Yehova, nami nilimtokea Ibrahimu na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Jambo la pili, Mungu anajitambulisha kwa Musa. Kabla huko Mungu hakuwahi kujitambulisha jina lake. Alikuwa akiitwa tu Mungu, Bwana, lakini hapa anajitaja jina lake waziwazi. Tukisoma sura ya 3, Musa alipoitwa na Mungu, Mungu alijitambulisha kwake kwamba mimi niko ambaye niko. Hakutaja jina lake. Lakini hapa katika sura hii ya 6 anamtajia jina lake kwamba mimi ni Yehova. Jina langu ni Yehova. Jina langu ni Yehova, ambalo silikali kujulikana kwa Ibrahimu, Isaka wala Yakobo baba zako, lakini nimekutajia wewe. Kwa nini ilikuwa lazima amtajie? Ni kwa umuhimu wa jukumu walilompa Musa la kuwatoa wana wa Israeli. Ilibidi Mungu ajitambulishe kwa Musa. Maana Musa alimuuliza mara nyingi kwamba wewe ni nani, niwaambie watu wale wewe ni nani. Kwa hiyo hapa sasa anajitaja waziwazi kwamba yeye ni Yehova. Lakini kitu nilichotaka uone, na pamoja na jambo hilo, lakini sasa utaona. Ahadi ya sasa utaona iko hata kwako leo, iko kwangu pia. Kwamba yawezekana unapita katika kipindi kigumu, lakini Mungu anasema sasa utaona nitakavyokutoa katika kipindi hicho. Watumwa hawa wa Israeli katika nchi ile walikuwa watumwa. Mungu anasema sasa mtaona nitakavyowatoa. Na mimi nakwambia iko siku moja utaona kwa macho yako Mungu akikutoa katika mateso, mahangaiko, katika dhiki, katika mambo yanayokukabili, katika kusemwa vibaya, katika kusengenywa, katika kuhukumiwa,
na katika mambo yote ambayo wanakusemea watu, sasa utaona Mungu anaenda kubadili maisha yako, anaenda kubadili namna yako, anaenda kubadili maisha yako jumla. Sasa utaona kwa macho yako mwenyewe Mungu akikutendea. Mimi nakwambia endelea kufuatana nami, utaona mambo makubwa Mungu aliyokuandalia kwa ajili yako. Utayaona wewe kwa macho yako na kufahamu kwa akili zako. Mungu akubariki. Tani wakati unaokuja, nami naamini kwamba hutaacha kufuatana nami. Mungu akubariki sana. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Endelee kupata ahadi hizi, maana zitatufungua macho zaidi. Usiache kuniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu ya YouTube ya MHAE TV, like na comment pia. Asanteni kwenu ninyi ambao mmeshafanya hivyo. Mungu aendelee kuwabariki. Na wewe ambaye bado, hebu fanya hivyo rafiki yangu. Ziko baraka kwa ajili yako. Fanya tu, maana unafanya kama kwa Bwana. Mungu wa mbinguni akubariki. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.